kutoka mwanzo wapi ataenda kucheza msimu unaofuata. Kwa sababu Hamisa ameongea hapa issue za Selemani kwenda Yanga hazijaanza leo. Sababu kama unakumbuka msimu uliopita alionekana hapa kwenye baadhi ya games. Lakini inawezekana ile tukio watu wengi walichukulia ni kawaida tu kwamba unaenda kuangalia mpira kawaida. Lakini sasa hivi mtu akiconnect hizo dots ataonekana na maana. Kwa sababu inawezekana situations zilikuwa muda mrefu. Nadhani issue hapa nadhani issue ni timu zote mbili kwamba uhitaji wa huyu mtu. Simba naamini waliamua kumaterialize kitu kwa mdomo. Yani ndio kitu ambacho ninakiona kwao. Kwa mdomo walimaterialize kwamba tayari mchezaji tulikuwa naye msimu uliopita, msimu basi tuna mazingira tayari maelewesi ya kumweka. Na ili kufanya hivyo lazima uhakikishie umma kwamba tuko naye. Lakini materialize kiuhalisia ni deal ambayo lilikuwa bado halijakamilika kwao kwenda Wydad. Na maana unaona baadhi ya viongozi wa Wydad walikuwa wanasema, tuligusia hapa kipindi cha Sekafa kwamba walikuwa wanasubiri acheze tu mchezaji wafungulie Simba kesi, kitu ambacho Simba walikishtukia, lakini mchezaji hawakumtumia kabisa. Kwa upande wa Yanga ndio hizo sasa loopholes za usajili sasa kwamba unapata details kwamba bwana mchezaji yuko fulani labda mkataba wake unaisha kipindi. Tumeona sana hizo saga hapa nchini. Tukienda nje ni mbali sana. Hata hapa Tanzania tumeshaona situations kama hizo. Tuliona Chama hapa issue yake kwenda Yanga hivi karibuni. Tushaona hata issue pia ya mtu kama Emmanuel Okwi. Tumerudi hata miaka ya nyuma kidogo tushaona mtu kama Mbuyu Twite. Ni moja ya saga zilikuwa maarufu sana nchini hapa zilitikisa. Utakuja issue ambayo ilihusisha labda issue ya fedha mtu ya Mrisho Alfan Ngasa kwenda klabu kama Azam FC. Kwa ni mazingira ambao Yanga wamepata loophole kwamba mkataba huu mchezaji sasa hivi tuko naye tukatumtoa kwa mkopo, ofa yetu ni 1 2 3. Kwa hiyo kama klabu ambayo inataka kumapproach mchezaji itafika lengo hili, labda mshahara itamlipa wote kwa kipindi ambacho atakuwa kwake, basi tunawaachia. Kwa hiyo Yanga kwa sababu walipata details, wamecapitalize hicho kitu, wamemchukua mchezaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho binafsi mimi sipeleki lawama kwa mtu yoyote, lakini naona mbinu ambao walitumia Simba walikuwa ni kuwadau. Maana kama sasa hivi wanavyowadanganya watu Faisal atakuja kwao, wanatumia njia ya kuwadanganya watu. Kwa hiyo wanawadanganya Faisal kutua ndani ya mnyama Simba. Wanawadanganya kila siku. Haiwezekani kwa sababu nimeona pia taarifa imekuwa kisambaa. Amjifunze. Mimi nimejifunza. Mimi nimeweka wazi kwamba kwa Tomaso. Nimeweka wazi kwamba msimu unaokuja Faisal atabakia Azam FC. Lakini kwa hichi ambacho wamekifanya Young Africans kumngoa mtu mazoezini ndio kinanipa shaka mimi. Sasa huyu ni mchezaji wa mkopo. Kumtoa mtu mazoezini bila sio mchezo. Huyu mchezaji akuwa wa Simba. Kaenda kumtoa kwa mnyama Simba. Mchezaji akuwa wa Simba. Mchezaji ambaye ametoka Morocco. Tena usikute tiketi ya ndege ya kumtoa Morocco imetoka Simba unajua. Unataka kusema Sena amekula na. Yaani tiketi ya kumtoa Morocco Selemani Mwalimu imetoka Simba unajua usikute. Na unajua Selemani yani scenario ya Fei na Selemani vitu vili tofauti. Selemani alikuwa mchezaji wa Simba. Simba walikuwa kwenye mazingira ya kumalizia dili la Sele abaki awe kwa mkopo. Sio mchezaji wao. Pase. Na maana yake mandate ya mchezaji ilikuwa kwa Wydad. Kwa Wydad walikuwa na uwezo hata kumrudisha mchezaji kwao pamoja uko naye. Si ndio maana unaona alirudi. Si ndio maana unaona alirudi kwa sababu wao ndio mandate. Faisal mchezaji wa Azam, ana mkataba wa Azam. Ana mkataba na Azam FC. Kwa kama unataka pale nenda kaweke hela ya kutosha, katoa hizo bilioni 4 kama unajiweza. Na hiyo mishahara. Ila Hamisa yeye amini, Hamisa anaona kabisa kwamba Fei anaweza kutoa Simba. Sio tetesi. Au nimekunukuu vibaya. Nilisha maneno. Hamisa muoga. No, sio uoga. Siwezi nikaripoti kitu cha ambacho moyo wako unasawa nini? Issue sio moyo. Wewe unaongea nini? Yaani kuna uwezekano wa Fei kucheza Simba. Niliwahi kuzungumza hapa jambo. Hamisa nataka nijue kwanza. Yaani kama binadamu sio mchambuzi. Kama binadamu tu wa kawaida. Unaviona hii sakata la Fei na Simba. Kuna uwezekano wa Simba kumchukua Faisal kwa msimu? Ndio maana nakwambia hivi. Niliwahi kuzungumza hapa kwamba Simba na Yanga hawana uwezo wa kumpata Faisal Salum Abdalla. Nilitumia maneno hawana pesa. Unajua maana Hamisa pepo yake ngumu sana wewe. Unajua nisikilize. Unajua maana kutokuwa na pesa. Yaani nikisema Steve wewe sisi tunatoka out leo, Steve changia, usipochangia nikisema Steve hauna hela simaanishi kwamba mfukoni kwako pesa huna. Lakini huna pesa kwa ajili ya matumizi ya kwenda na kutoka out na sisi. Kwa hiyo haimaanishi kwamba sijui GSM na labda na Mohamed Dewji hawana pesa kumtoa Faisal. Yaani wale
Sababu wale wanazungumza wote ni billionaires. Wana uwezo tu wa kulala na kuamka ka finalize deal. Hicho kitu kukifanya wana uwezo wa kufanya hicho kitu. Na ndio maana aliwahi kuzungumza hapa kwamba hakitonishangaza. Nishaona deals nyingi duniani ambazo zilionekana ni impossible, lakini mwisho wa siku zikafanikiwa. Issue ya Faisal, yani kilichokuepo baina ya Faisal na Simba na Faisal na Yanga ni pesa. Na viongozi pia jamani, hiyo ni pesa na nini, lakini pia viongozi pia hizi klabu, mimi nafikiri kujifunza kwa watu walioendelea sio kitu kibaya. Sio dhambi kuiga kitu. Mimi nawaambia hawa viongozi waliobakia wa Azam, viongozi wa Simba pia na viongozi wengine. Nimetoa mfano mzuri mwanzoni hapa, nikasema wakati Babra akiwa na klabu ya Simba, Babra kipindi kama hiki alikuwa yuko Misri kwenye klabu ya Ahali pale. Kipindi kama hiki Babra unamkuta kwa Kaizer kule Afrika Kusini, yupo anazungumza na watu wa Kaizer na nini. Herse amempata Selemani Mwalimu kutokana na ukaribu wa hao viongozi wengine kuifanya hii deal. Pengine wao Simba walikuwa wanaongea na wakala wa Selemani Mwalimu, lakini Herse si mmoja, ametoka sehemu moja, na ndivyo anafanya Perez anachokifanya. Unajua Steve, yani unajua changamoto hizi timu sijui wana malengo gani. Kwa sababu unaweza kuangalia timu zina shida sehemu nyingine kabisa. Fei wa nini kwa mfano? Hivi nikikwambia Simba leo anamhitaji Fei au atafute mshambuliaji mwingine? Wakati yupi wa muhimu? Mshambuliaji wakati. Lakini kwa nini wanapoteza muda kufanya mshambuliaji? Sio kuna Dumbi amemchukua. Wewe unamwangalia Dumbi Dumbi yuko. Ukimwangalia Dumbi unahisi anakidhi mahitaji. Umeona pia taarifa zinasema kwamba wametua pale Mashujaa wanamtaka Mgunda. Sasa wewe Salo yule Mgunda akaongeze nguvu pale. Ndio unategemea kupeleka robo finali? Kwenye lini? CAF Champions League. Ndio unategemea kupeleka robo finali? Steve mwenyewe alisema kwamba Dumbi ya maombi. Unajua mimi unajua Steve, mimi sipingi kwamba kutaka mchezaji kama hivyo. Kuna mtu anaweza akanuka akasema labda kwa sababu ni mchezaji wako utaki aondoke. Mimi naangalia mahitaji hizi teams na malengo walionayo kwa wakati huu. Nadhani walikuwa na uwezo wa kuboresha kikosi kwenye maeneo mengi. Kwa mfano, nakuja kwa mfano wa Simba. Simba ndio timu ambayo inapigiwa sana chapuo sasa hivi ya kumpata mchezaji. Ukiangalia Simba, moja kitu ambacho kimewakwamisha miaka hivi nyuma hivi, ukiachana na mshambuliaji, kiungo na level ya physicality. Yani Simba ukiangalia aina ya wachezaji ambao wanasajili kwenye eneo la viungo, ni kitu ambacho nimekigundua. Yani mara nyingi wana base sana kwenye technicality. Yani Simba angalia choice za viungo anaofanya, ataangalia uwezo wa kucheza mpira mguuni nini, lakini moja ya kitu muhimu sana ambacho wamekuwa wanakisahau ni ule utimamu wa kimwili. Yani miili mikubwa kidogo, wachezaji waliokomaa wanaweza kukava maeneo makubwa. Ndio kitu ambacho kimewafelisha, kwa sababu ukiangalia kwa miaka hivi karibuni hivi Yanga anasumbua hivi. Moja ya eneo kubwa ambalo Yanga alikuwa anambiti Simba ni hiyo. Wachezaji wengi wa Yanga usani eneo la kiungo walikuwa ukiangalia wako very fit na miili yao kidogo ni mikubwa. Yani ukiangalia wao kina Max Nzengeli, si Mudazili haya, si Halid Aucho, au baadaye wamekuja hapo wakaingia hao si kina Yani Kibangala. Yani wachezaji fano ukiangalia Aziziki very fit. Yani majeraha kwanza kushoto, hata wakiwa na mali mguuni watoi. Unaona mtu kama Pacom. Lakini Simba wao wamekuwa wanajaza wachezaji wengi sana mguuni wazuri. Lakini kwa mahitaji ya muda mrefu ni kitu ambacho kimekuwa kinawakosti. Kwa hiyo kumekuwa kama una shida kukata moto. Ndio maana ukiangalia Simba, issue ya watu kukata moto eneo la katikati imeanza toka Benchika. Tukikaa hapa kila siku Benchika watu wanakata moto kwa sababu wanakosa engine za hivyo. Sasa wanaangalia sasa hivi timu nikiangalia kwa mfano Simba naamini amebakiza maeneo mawili baada ya kumkosa Selemani. Sasa maana ile eneo mimi sikuliweka. Kwa sababu niliamini kama Selemani anakuepo. Kuna Dumbia. Bado mwalimu anakuwa anamtumia Mpanzu. Bado Mongosi huko pia. Una choice tatu za maana. Una choice tatu za maana ambazo zinaweza kukusaidia kwenda mbele. Sasa hivi umemkosa mwalimu, tayari ushapata gap. Inabidi upate mshambuliaji hapo mwingine ambaye ana quality kidogo ya kufanya hata kesho kanakifanya Selemani. Watafuta na kiungo mwingine wa chini ambaye kidogo kimwili uko vizuri na mguuni vizuri. Wanaweza timu yao ikawa complete. Naamini wakifanya hivyo wanaweza wakawa mabingwa kabisa. Kama mbali na Simba, kwa Young Africans kumchukua Selemani Mwalimu ni usajili wa muhimu kwa upande wao au ndio hiyo panic buy? Nikiangalia kwa uhitaji wa kikosi, sijui nini Ture anakiofa mpaka sasa hivi sijakiona. Kwa hizi games nilizomuona kadhaa, bado nampa muda wa kumdescribe vizuri. Lakini kama nikiona ni mchezaji ambaye kwenye quality ambayo tulimuona Saudia, maana itaonekana tayari Selemani Mwalimu kwa factor ya kimpira, achana factor ya kimaslahi, factor ya kimpira itaonekana
bora alipokuwa Simba kuliko Yanga. Kwa sababu ukija kupima kwenye choice ile picking order, Selemani alikuwa na nafasi kubwa sana ya kucheza dakika nyingi Simba kuliko Yanga. Kama kila mtu yuko fit, yani tutoe majeraha. Yani kama Yanga leo kila mtu yuko fit, unaoka Selemani uhakika wa kwanza hana. Yanga ni kila mtu yuko fit sasa hivi pale mbele pale, uhakika wa kwanza hana. Kwa Simba anaweza akaanza, kwa sababu nikiangalia Mpanzu na Selemani aze namba 9 hamna tofauti kubwa sana. Tena inawezekana as a striker Selemani anaweza kuofa kitu kizuri. Na kuna mechi zinakugomea kucheza na force 9. Sure, kuna game tuliona kimataifa hapo walikuwa na struggle. Watu wana mipira ya kwenye box hamna mtu. Watu tosha drift pembeni, hamna ule mtu anaweza kuhold eneo la kati. Ukimwangalia Dumbia sasa kana anampita Selemani kwa kile ambacho nimekiona mpaka sasa hivi. Awesome. Yani sioni level yake, yani kiuchezaji anampita Selemani pakubwa. Labda uwezo wake wa kufunga magoli, lakini as a package ya mshambuliaji naamini Selemani anafanya vitu vingi kidogo kuliko Dumbia, kwa sababu Dumbia first touch yake bado sio nzuri sana, lakini pia bado anahitaji muda kuadapt kwenye ligi. Selemani kidogo kuna vitu vingi anavyo, na tayari unashafunga goli 9 msimu uliopita kwa dakika chache alizocheza. Ingekuwa urahisi wewe kuendelea kwenye mazingira marefu. Kwa nadhani kama Simba wanataka hilo deal, wafanye wakave na maeneo mengine. Kama watafanya hilo deal, maeneo mengine ya muhimu watayaacha. Wataendelea kuwalaumu kina Mangungu tena. Kila muda utakutana hapa tena wanaanza kuwalaumu kina Mangungu. Sasa wanalaumu nani? Mashabiki au Mangungu ndo anatakuwa analaumiwa? Yani mashabiki ndo zao. Mashabiki. Sasa hiyo kauli unamwambia nani? Hii kauli na msajili kwa nani? Na wapeleka kwa mashabiki wa Simba. Mashabiki sana watoa hela. Na wapeleka na kwa viongozi, kwa sababu hizi timu kwa mfano Simba, influence ya watu huku nje wanaopiga kelele imekuwa pia ina affect choices wanazozifanya huku juu. Na ndio hizo timu ziko hivyo. Shukrani sana kwa wewe ambao unaendelea kutufuatilia moja kwa moja kupitia kule YouTube. Naona watu wengi sana. Shida ni kwamba mashabiki wengi wa soka wa Bongo wanaleta hisia kwenye pesa. Unajua ni kitu kibaya sana kuleta hisia kwenye pesa. Yani na watu wanakutunzia receipt. Siku dili likamika unasikia si ulisema hapo tu si clip wanapata wapi. Na unajua Steve kuna kitu umezungumzia hapo kuhusu Babra. Kwa Babra kipindi sijui yuko Simba dizi kwanza kamilika. Nataka nikuulize. Kipindi Babra yuko Simba, Azam pale kulikuwa hakuna wachezaji wazuri wa kucheza Simba? Walikuwepo. Mbona paka leo unafikiri Simba na Yanga zitamani wachezaji wa Azam? Na amemgusia Babla anazungumzwa. Babla alikuja na project yake moja ilifeli vibaya mlele ya vijana ya kina ule kijana wa Malawi nani ule Peter Banda kwa kina Sako alikuja vijana wengi ile katafuta usajili wa kile kipindi. Ili sajili za maana tambeli pale uone. Lakini sio tu kwa nafikiri kwa Simba umemzungumza Babra, lakini pia kwa Africans walikuwa na project yao ya kijani. Nakumbuka kipindi fulani ilianza. Na wewe pia sasa unaiona project ya kijani. Hizi timu hazina project. Wewe ukija ifanya mambo yako, tumia pesa, ondoka. Yaani mtu ambaye unahitaji matokeo kwanza. Uache legacy kwenye hizi club, uache legacy. Unaweza unabidi kama unaweza kusimama vizuri unaacha. Kuacha legacy kwenye hizi club. Mimi nafikiri kwa kina Okwi waliwezaje hao? Nani? Kina Okwi. Nazungumza kwa viongozi kuacha legacy. Kwa mfano kama sasa hivi kwa Young Africans labda naweza kuamini labda siku moja Hersa anaweza kazungumzwa kama rais fulani hivi alifanya makubwa, na hata pia Young Africans kama vile Santiago Bernabeu labda wakajenga uwanja wao. Hersa mimi naamini hata kistafu leo tayari alishaweka legacy yake. Wana Yanga wanataka Champions League. Sawa, lakini tayari ndio jambo ambalo Young Africans kuchukua ligi kuu Tanzania kwao so story. Mimi nakwambia uwezekano ni upi? Wana makombe mimi nakwambia Steve, hizo ni keleza nje ukiwa bana watu wa Yanga sasa hivi pembeni. Wanataka nini? Waeke ligi kuu na Champions League moja. Yaani Simba bebe ligi au wabebe Champions League. Na kuhakikisha wanachagua. Na mimi nakubali kwa sababu hizi timu zikiishia makundi na zikikosa ubingwa kelele zinapigwa sana wapi? Na mimi sijawahi kuamini hizi timu zinafanya usajili kwa ajili ya Champions League. Sijawahi kuamini. Unavyoangalia hizo usajili kwa mfano wanafanya Simba Yanga. Unataka kusema Peter amekuja Bongo kumfunga Mashujaa? Nani? Peter Shalulile. Sasa wewe kwa Peter sasa hivi unatarajia nini? Kamchukua Mashujaa. Sasa amekuja kuisaidia Young Africans kuongeza ukomavu kwenye kikosi. Ni ukomavu, lakini ukiangalia mazingira ambayo Peter anakuja sio yule tena unayemtarajia. Ukitaka kumtoa ili hivyo. Hata kwa Yanga wenyewe wanajua. Mimi nakuhakikishia Yanga watamaintain dakika zake. Hatakuwa anacheza games kadhaa baadhi. Yule ukitaka kumtumia zaidi lazima aumie sasa hivi. Siame ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwa hiyo Young Africans kumchukua Peter, kuna wachezaji kibao pa Bongo ambao wana uwezo kama Peter. Wapo? Hawapo. Kwa nini wamemchukua Peter? Kwa eneo lake.
kwa eneo lake, si ndio? Kwa sababu anakupa uhakika. Yaani hapo sasa ndo ujue wale ambao ndo siku zote ni title contenders na sisi kuna gap kubwa kiasi gani. Haya bwana, niangalie kile ambacho kimeandikwa katika ujumbe kabla ya kwenda katika matangazo. Naitwa Yakub Danyo kutokea Semosi, Hanang, Manyara. Mapema sana niko kando ya radio. Bwana we hatari, na uweka ushabiki pembeni. Viongozi wa Simba wakiwa kama wasomi tofauti na watu wa kawaida wanapaswa kujiangalia kwa maslahi ya mpira wa Tanzania. Wanatia aibu, akiandika hivyo. Lakini pia engineer nje huwa aendi kuzurura, sio kupiga picha tunakula karanga.